kusema akili haijatimia hapa. Kwa nini kesi ya Tundu Lissu inazidi kuvutia macho ya kimataifa? Kwanza, Tundu si mwanasiasa wa kawaida, ni mpinzani haswa, wakili na aliyenusurika jaribio la mauaji mwaka 2017. Kesi yake ya sasa inavyohusisha madai ya uhaini na ya kuchapisha taarifa za uongo imevuta macho ya kimataifa. Wiki mbili zilizopita bunge la Ulaya lililaani hatua ya kukamatwa kwa Tundu Lissu na kuelezea wasiwasi kuhusu kesi ya uhaini dhidi yake ambayo ina hukumu ya kifo. Haya ni mambo ambayo yanaonyesha kesi zake zimevutia watu hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Je, kwa nini? Kwa wengi wanaona kama hii ni zaidi ya sheria na kuhusisha na swala la uhuru wa kujieleza, haki za kibinadamu na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Wanaharakati kadhaa wa Kenya walizuiliwa kuingia Tanzania na kurudishwa Kenya. Wakili wa Kenya na aliyekuwa waziri wa sheria na katiba Martha Karua na wenzake wawili, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Willy Mutunga na wanaharakati Hussein Khalid na Hanifa Farsafi, ambao wote waliingia kufuatilia kesi inayomkabili Tundu Lissu. Wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku, kama kwao wameshadhibitiwa wasije kutuharibia huku. Je, unadhani kesi hii itaathiri siasa za Tanzania?